Habari za wakati huu mtazamaji, mimi ni Benjamin Misanga na huu ni mwendelezo wa matangazo yetu. Makubaliano tete ya kusitisha mapigano kati ya Mashariki ya Kati yalikumbwa na hatari siku ya Jumanne baada ya Marekani na Irani kuanzisha mashambulizi mapya huku zikigombea udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Jeshi la Marekani lilisema Jumatatu kuwa liliharibu boti ndogo 6 za Irani pamoja na makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani drone baada ya Rais Donald Trump kutuma jeshi la majini kusindikiza meli za mafuta zilizokwama kupita mlango bahari huo katika operesheni aliyoiita Project Freedom, mradi wa uhuru. Huku spika wa bunge la Irani Mohammad Ghalbaf alisema kupitia mtandao wa kijamii siku ya Jumanne kuwa usalama wa usafirishaji wa meli na nishati umetishwa na ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki nne yaliyofanywa na Marekani na washirika wake. Amesema mlango bahari huo ni njia muhimu kwa usambazaji wa kimataifa wa mafuta, mbolea na bidhaa nyingine ambayo imekuwa imefungwa tangu Marekani na Israeli zilipoanza mashambulizi dhidi ya Irani mnamo Februari 28, jambo lililosababisha kupanda kwa bei duniani kote. Meli kadhaa za kibiashara katika ghuba ziliripoti mlipuko au moto siku ya Jumatatu, na bandari ya mafuta nchini Falme za Kiarabu UAE choma moto na makombora ya Irani. Jeshi la Mapinduzi la Irani IRGC limefunga njia hiyo nyembamba ya maji kwa kutumia vitisho vya mabomu ya majini, droni na makombora. Hivyo Marekani imejibu kwa kuweka mzingiro katika bandari za Irani. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alisema matukio ya Jumatatu yanaonyesha kuwa hakuna suluhu la kijeshi. Aliongeza kuwa mazungumzo ya amani yanaendelea kupitia upatanishi wa Pakistani. Hivyo jeshi la Marekani lilisema meli 2 za biashara za Marekani zilifanikiwa kupita katika mlango bahari huo zikisindikizwa na meli za kivita. Ingawa Irani ilikanusha jambo hilo, kampuni ya Maersk ilithibitisha kuwa meli ya Alliance Fairfax ilitoka kwenye ghuba ikisindikizwa na jeshi la Marekani. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya Irani vilidai kuwa vikosi vya Marekani vililenga boti za kiraia na kuua raia 5. Pia Irani ilidai kufyatua risasi za onyo dhidi ya meli ya kivita ya Marekani iliyokuwa ikikaribia mlango bahari huo. Wakati huo bei ya mafuta ilishuka kwa 1% siku ya Jumanne baada ya kupanda kwa 6% katika kikao kilichopita, kutokana na ishara kuwa jeshi la Marekani linaanza kulenga udhibiti wa Irani kwenye mlango bahari wa Hormuz. Rais Donald Trump amesisitiza kuwa mashambulizi ya Marekani na Israeli yalilenga kuondoa vitisho kutoka kwa Irani, akitaja mipango yake ya nyuklia, makombora na msaada wake kwa vikundi vya Hamas na Hezbollah. Licha ya vita ujasusi wa hivi karibuni wa Marekani unaonesha uharibifu mdogo kwenye mpango wa nyuklia wa Irani, Trump anataka kuondoa akiba ya urani iliyorutubishwa ili kuzuia utengenezaji wa silaha za nyuklia, ingawa Irani inakanusha nia ya kutengeneza bomu hilo.